cha Cloud 360 asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa 4 2025. Mwezi mpya, tarehe mpya na siku mpya. Wakati ukiwa unaendelea kupata Idi pili, sisi tumekuja kazini kama kawaida kwa ajili ya wewe kuweza kuhabarika, kwa sababu habari hazina sikukuu, zenye zipo kila siku unaendelea kuzipata. Na leo watu wengine wanaendaga makazini, wanapata nafasi ya kupumzika, kuwa na familia zao, na asubuhi leo tutakuwa nafuatilia kipindi chako cha Cloud 360. Paul James Pija alikuwa anazungumza na daktari hapa kutoka chama cha madaktari ambaye ni rais wao, lakini pia tulipata nafasi ambaye pia amekuja kutokea pale katika taasisi ya moyo hapa Tanzania, akiwa anakuja kuzungumza rate kuongezeka kwa magonjwa ya moyo kwa vijana pamoja na watoto, na ametoa sababu kadha wa kadha zinazopelekea kuwepo na changamoto hiyo katika jamii yetu. Na nilistuka niliposikia takwimu zinaonyesha kila mwaka wastani wa watoto milioni 2 wanazaliwa hapa nchini Tanzania, na katika watoto milioni 2, kati ya watoto hao milioni 2, 13,000 mpaka 14,000 wanazaliwa kwa namna moja ama nyingine wakiwa na changamoto ya magonjwa ya moyo, kutokana na rate ambayo inakuwa inaongezeka. Na hapo 4,000 wanatakiwa kupatiwa matibabu kwa maana ya operation ili kuweza kukaa sawa. Kwa hiyo ni changamoto ambayo ameelezea kitabibu namna ya kufanya, lakini pia daktari amezungumza umri wa kuzaa unazingatiwa sana ili kuepuka changamoto ya magonjwa ya moyo. Tunaendelea katika Cloud 360 na tuko na wageni asubuhi ya leo, nikiwa pamoja na Edmund Matotei, mratibu wa kitaifa wa Interfaith Standing Committee, pamoja na Advocate Gloria Mafole, mshauri wa sheria wa Interfaith Standing Committee. Karibuni sana. Karibuni sana Cloud 360 asubuhi ya leo. Na moja kwa moja, kabla sijaingia kwenye mazungumzo yetu kwa kina, tuanze kutaka kujua Interfaith Committee ni nini hasa, ina malengo gani na ilianzishwaje? Asante ndugu mtangazaji, na tuna shukuru kwa kukaribishwa hapa Clouds. Kama ulivyonitambulisha, mimi naitwa Edmund, ni mratibu wa Interfaith. Interfaith Standing Committee ilianzishwa takriban miaka 17-18 iliyopita na viongozi wa dini. Viongozi wa dini kutoka mashirika ya Kikristo, kwa maana Jumuiya ya Kikristo Tanzania, Christian Council of Tanzania, na viongozi wa dini kutoka Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, pamoja na viongozi wa dini kutoka Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, walitengeneza kamati yenye kuashiria umoja wao wa kufanya shughuli za maendeleo kupitia wao kama viongozi wa dini. Hii haihusiani na masuala ya imani wala kusali, bali ni masuala ya maendeleo. Yale masuala ambayo kwa pamoja wanakubaliana kwamba ni masuala yanayogusa watu wao, waumini wao. Mathalan masuala ya afya, masuala ya barabara, mazingira, masuala ya promotion of human rights, masuala ya haki za binadamu, sera za watoto, sera za kina mama, makundi mbalimbali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hii ni kamati ya maendeleo inayoundwa na viongozi wa dini. Ilianza mwaka 2007, na wakati ule kama nakumbuka kulikuwa tunatengeneza sera za madini. Hatimaye baadaye tukapata sheria ya madini mwaka 2010. Na wakati ule tulikuwa tunafanya uwekezaji mkubwa sana kwenye eneo la madini, na kulikuwa na sintofahamu kubwa sana ya malipo ya waathirika, uchukuaji wa ardhi, urudishiaji wa thamani za ardhi za watu na ujengaji wa nyumba za watu. Basi viongozi wa dini waliingia kama sehemu ya upatanisho kati ya wawekezaji, serikali na wanajamii. Baadaye ikaundwa kama reference group ambayo ilidumu mpaka leo na inafanya mambo makubwa yanayojumuisha kupusha ajenda mbalimbali za masuala ya mabadiliko ya sera, ulinzi wa haki za binadamu na ushiriki wa wananchi katika masuala mazima ya maamuzi ambayo leo tumekuja kujadili hapa. Labda kwa ufupi ningesema hivyo. Okay. Kamati inaundwa kwa ufupi sana kwa maana ya uongozi. Kamati inaundwa inaongozwa na makatibu watatu wa jumuiya hizi tatu, kwa maana katibu mkuu wa TEC, katibu mkuu wa CCT na katibu mkuu wa BAKWATA. Kamati ina mratibu ambaye ni mimi, na kamati ina ofisi ambayo mara zote ofisi inakuwa chini ya ofisi mojawapo ya hawa mashirika matatu. Asante sana. Tangu kuanza kwa kamati operation wise mpaka sasa, tukipima makusudi yalokusudiwa yametekelezeka, ama kuna changamoto zipi katika utekelezaji wa
kamati katika kufikia malengo yake, kwa sababu naonaga kama uongozi wa hizi taasisi unabadilika mara kwa mara. Sasa inawezekana kama kwenye nchi kila kiongozi anakuja na ndoto zake. Sasa kamati inafanyaje kazi, na je, matakwa yake, makusudio yake yamefikiwa, ambayo sio ya kidini, ya maendeleo yamefikiwa, na yamefikiwa kiwango gani? Kwa kiwango kikubwa yamefikiwa. Kila phase ya uongozi wa kamati, kwa mfano makatibu wakuu wanabadilika na wenye viti wanabadilika. Kila phase kwa kweli imepata mafanikio yake. Awamu ya kwanza kabla ya miaka 6 iliyopita, kwa maana miaka karibia 12 iliyopita, kabla ya miaka 6 iliyopita, kabla ya 2017, walifanikiwa sana kwenye mabadiliko ya sera na sheria ya madini. Walifanikiwa katika sera ya mazingira. Walifanikiwa katika sera ya mazingira, sheria ya madini na sera ya madini. Walifanikiwa katika mabadiliko makubwa sana ya sheria ya kodi nchini, including International Tax Unity pale wizara TRA. Walishiriki katika majadiliano na makampuni makubwa yanayowekeza nchini kuhakikisha kwamba kunakuwa na hali ya usawa katika uwekezaji na ulipaji wa kodi wa makampuni ya madini nchini, hasa sasa tulipoingia katika ajenda ya sekta ya uziduaji. Hiyo ni ajenda ambayo tulikaa nayo miaka mingi sana kabla ya 2017. Kati ya 2017 na sasa hivi nasema tena nayo kuna mafanikio makubwa sana. Tuliingia katika eneo la hifadhi ya jamii, ambapo kuanzia mwaka 2017 mpaka mwaka 2023 tulikuwa tunapigania, viongozi wa dini nchini walikuwa wanapigania mabadiliko ya sera ya afya. Tulikuwa tunapush agenda ya kuwa na mandatory health insurance, kuwa na sheria moja ambayo itakalazimisha wananchi wote Tanzania watibiwe kupitia kadi ya bima ya afya. Tuliomba serikali ipitishe sheria itakayolazimisha watu kupata fedha kila mwezi, kila mwaka 50,000, 60 mpaka 100,000 wanunue kadi ya bima ya afya ili vituo vya afya vipate ahueni wananchi wao wanapokuja kutibiwa. Hatimaye mwaka 2023 sheria ile ilipitishwa, rais alisign, leo tuna Universal Health Insurance ambaye ni kwa kweli viongozi wamepigia chapuo kubwa sana. Ni eneo ambalo tunasema tumefanikiwa, ukiacha maeneo mengi tena ya masuala ya haki za binadamu, masuala ya haki za kina mama, haki za watoto, ambazo bado ni safari inayopiganiwa. Labda mwenzangu Gloria aongezee. Naongeza tu kwenye swala zima la amani. Kamati hii imesaidia sana kuendelea kuishi kwa amani, hususan dini hizi mbili za Wakristo na Waislamu. Utakumbuka hapo kati watu walikuwa wanachoma makanisa, viongozi wa dini zote wanauawa, ugomvi, nani amechinja, nani hajachinja. Kamati hii imekuwa pia sehemu kubwa ya kuhakikisha kwamba hizi dini mbili kwa namna yake zinaishi kwa amani na kwa utulivu, kwa sababu wakianza vurugu tutapata vurugu. Kwa pia ina kamati kuanzia chini kabisa kwenye ngazi za kata ambazo zinafanya kazi ili kuhakikisha kwamba dini hizi mbili zinaishi kwa utulivu na kuhakikisha kila mtu anamheshimu mwenzake katika imani yake. Kwa hiyo lina eneo kubwa sana, lakini pia imekuwa chanzo kubwa kwenye amani, hasa kuwaangalia viongozi wa kisiasa na namna wanavyofanya kazi na jinsi ambavyo wakati kwa mfano kama hivi tunavyoelekea kwenye uchaguzi, kama kuna vurugu mahali, namna gani watahakikisha kwamba tunaendelea kuwa taifa lenye amani. Asante. Naomba nisome nyaraka mbili tofauti nijenge msingi wa swali langu. Sawa. Magazeti ya leo. Naanza na gazeti Mwananchi. Samia awaonya wachezea amani, asema ni mwaka waweza kutokea watu wakaijaribu, ahidi kufanyia kazi changamoto za uchaguzi wa serikali za mitaa, awatwisha mzigo viongozi wa dini. Wenyewe wasisitiza uchaguzi huru na wa haki. Hili gazeti nasoma na gazeti lingine. Rais Dr. Samia asema tusiruhusu itikadi za kisiasa kutugawa. Asema kuna maisha baada ya uchaguzi. Serikali haitavumilia mtu atakayepandikiza chuki wa Tanzania. Aeleza jinsi serikali inavyothamini uhuru wa kuabudu. Awataka viongozi wa dini kuelimisha waumini umuhimu wa uchaguzi mkuu. Na hii dokumenti ya kwanza ambayo ni magazeti ambapo Mheshimiwa Rais anawaelekeza viongozi wa dini kwa maana ya kusisitiza waumini na wananchi kwa ujumla wake kuhusiana na utunzwaji wa amani. Dokumenti ya pili tumeitoa kwenye social media, ikiwa imeandikwa na mtu anaitwa Baba Askofu Mkuu Dr. Paulo Bendera, akiwa anasisitiza wito wa amani katika mwaka huu wa uchaguzi. Ameandika mambo mengi, lakini naomba nisome paragrafu ya mwisho. Anasema
Tunapokaribia uchaguzi, na wasii tuombee taifa letu, viongozi wetu, sisi kwa sisi, tusikose kujifunza mapito ya mataifa mengine, mfano kukosa mahala pa kukaa, kukimbia huku na huku, kuuana, kuwe ni funzo kwetu kutufanya kuwa na hekima ya kutokuwa na kauli hatarishi. Kila kitu kiwe na kiasi. Tumtafute Mungu kwa hekima na haki katika kila jambo, na amani ya Kristo inayoshinda akili zote ilinde mioyo yetu. Tuwe nuru katika nyakati hizi, tukionyesha upendo wa Kristo kwa watu wote. Mungu awabariki na Mungu alibariki taifa letu. Swali langu, kumekuwa na nyaraka, kumekuwa na matamko ya taasisi za dini. Zamani sisi sijaona sana, lakini zamani kuna waraka wa Pasaka wa teki. Yeah. Umetoka. Waraka wa BAKWATA kuelekea Idi. Kulikuwa kuna hizi nyaraka. Lakini sasa hivi tunaona sehemu kubwa serikali inawataka viongozi wa dini kusisitiza amani, na viongozi wa dini wameonyesha mwitikio wa kuwataka wananchi wao pia wasimamie hizo amani ambazo wanataka, kwa sababu wametoa reference tofauti. Ninyi mnaingia wapi? Yaani mfano, je, huwa mnakaga na viongozi wa dini, sasa jamani tamko lishatoka tukutane, au likishatoka hivi nyinyi how do you operate kuanzia ngazi ya chini ili wananchi wenyewe pia wafikiwe, au ninyi mna operate kwa namna ipi? Nianze mimi. Interfaith kama nilivyosema ina kamati. Kamati zinaanza kwenye ngazi ya kata, kuna mahali ziko kwenye kata, kuna mahali ziko kwenye wilaya, kuna mahali ziko kwenye mkoa. Na kama na taifa, kamati hii kubwa tunayoizungumzia. Na kama tunavyosema kwamba uko mpango kazi ambao wamekubaliana pia kamati kwamba sisi kama kamati tutafanya masuala 1, 2, 3, 4 ambayo yanafanyika. Mfano, huu ni mwaka wa uchaguzi. Yes. Moja ya kazi kubwa kama alivyosema Rais Samia ni kwamba kazi kubwa ya viongozi wa dini ni kuhamasisha wananchi, washirika wao katika ngazi zote, kuhakikisha kwamba wanashiriki uchaguzi, kwa sababu moja ya haki ya wananchi kwa mujibu wa katiba ni kushiriki uchaguzi. Wanashirikije? Kwanza wajiandikishe. Pili, waombe nafasi mbalimbali zilizotolewa. Na rais ameshasema vizuri kwamba wasikate tamaa, yaliyotokea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa haitajitokeza. Kwa kila mwenye nafasi, kila mwenye umri wa miaka 21 anayeweza kuwa mbunge ana uwezo wa kuomba. Kila mwenye umri ambaye amefika miaka 40 anaweza kuomba nafasi ya urais. Kwa hiyo kwanza ni kuelimisha, kuonyesha ili wasikate tamaa, kwa sababu pia ukiangalia takwimu za watu wanavyopiga kura zinashuka, jambo ambalo linaashiria kitu kibaya. Kwa hiyo ni muhimu, kwa sababu viongozi wa dini wana watu kila siku kwenye maeneo yao wanaoswali swala kila siku, wawahamasishe ili tuendeleze ile taifa lenye demokrasia ambalo viongozi wanapatikana kwa kuchaguliwa na watu. Kwa hiyo huko ndio tunapoanza kuingia sasa kama interfaith. Je, kuna muongozo unaoweza kufaa kuwafundishia watu kwenye misikiti na kwenye makanisa wajue haki zao na waweze kushiriki? Pili, je, tunaufuatilia hizo taratibu za uchaguzi? Kwa mfano, lini tume itasema nafasi ziko wazi? Wakisema nafasi ziko wazi, wakitangaza kwamba watu waombe, basi hata makanisa na misikiti itasema jamani, nafasi iko wazi. Daftari linaboreshwa, kwa mfano Dar es Salaam. Watatangaza labda kuanzia tarehe 25 mpaka 27, nendeni mkaboreshe taarifa zenu. Kwa hiyo ndivyo ambavyo wanaingia. Kwa hiyo iko miongozo, lakini yako matangazo mbalimbali ya kuwashirikisha wananchi katika kushiriki katika uchaguzi. Yeah, kama Gloria alivyosema, mwishoni pale nimependa amesema rais awatwika viongozi wa dini huo mzigo. Katika jamii kama ya nchi yetu ambapo karibia 80% ya wanajamii ni watu wanaoamini. Yani ni watu wenye dini zao, whether ni Wakristo au Waislamu. Kwa nchi yetu ni kama 12% hivi ni traditional believers. Ni watu wenye dini hizi za kimila ambao vile vile nao wanaamini katika jambo fulani. Kwa 100% of our community is the people who believe on something. Hasa kwa hawa secular religion ni kama 80% mpaka 87. Katika jamii kama hii, jambo lolote la kijamii ambalo linahitaji kuwekwa sawa, hasa nyakati ambazo ni nyakati jaribu, ni testing time, kama wakati wa election,
hakuna constituency muhimu kama constituency ya viongozi wa dini au taasisi za kidini. Kwa sababu wale ukiacha katika jamii yoyote kuna serikali, kuna organs za kikatiba, ndio kuna vyombo vya usalama, alafu kuna viongozi katika ngazi mbalimbali. Mtu wa mwisho kabisa katika jamii mwenye nguvu na mwenye watu kila siku ni kiongozi wa dini. Na yupo kwenye structure ya utawala, lakini kwenye structure ya utawala wa watu katika jamii. Sasa unakuta yanapokuja masuala kama haya ya amani nyakati kama za uchaguzi, mtu pekee ambaye anaweza kasikilizwa ni kiongozi wa dini. Ndio maana amewatwika mzigo huu. Kwanza ninaamini wanaweza wakawa command watu wao vizuri, kwa sababu ni watoto wote hawa, wagombea wote, wapiga kura wote ni watoto wa imani. Mimi nasemaga hivyo, they are the sons of faith. Wale ni watoto wa imani, wote wamezaliwa wanaamini katika jambo fulani. Wakristo, Waislamu, wote ni watoto wa imani. Pili, watamsikiliza kiongozi wa dini. Tukiambiwa tutunze amani, tutende haki, tusiseme yale ambayo hatuna haja kuyasema hata kama ni kweli. Watamsikiliza. Kwa sababu mara nyingine kuna vitu ambavyo hupaswi kusema hata kama ni kweli ili kutunza amani. Pili vile vile katika maeneo ya jamii yote tunajua dunia ilivyoenda. Katika jamii yote mahali ambapo panalipukaga sana kiurahisi ni pale imani inapochokozwa. Kwa hiyo vile vile anawaambia viongozi wa dini, kuna sehemu ulisoma vile vile huyu Askofu Bendera anasema viongozi wa dini watunze kauli zao, na viongozi wa serikali au wagombea nao watunze kauli zao nyakati kama hizi ili kutunza amani. Study mbalimbali za dunia zinaonyesha kwamba viongozi wa dini sio tu wanaweza wakajenga, lakini viongozi wa dini vile vile kwa imani wanaweza wakabomoa. Umeelewa? Hiyo tukatai, ipo kwenye studies na imeonyesha katika nchi mbalimbali za dunia. Kwa hiyo kuna haja ya kuwa makini sana hapa, na ndio maana rais anasema awatwika mzigo. Kwanza sisi wote ni watoto wa imani, tutawasikiliza. Pili, vile vile some of them are part of the problem, so they need to be careful ambacho wanakisema. Na ndio point inayokuja hapo kwamba sasa tunakuja wakati wa election. Tunafanya nini? Gloria amesema nyakati kama hizi taasisi zetu za kidini zinabidi zijiandae. Tuna mpango kazi mzuri sana miaka 5. Tuna wazoefu na wasomi. Sisi wote tuna jamii ambayo ina wasomi sana. Tumetengeneza nyaraka mbalimbali za mafunzo za kuendeleza na kukuza uelewa wa wananchi wetu kuhusu haki zao, mipaka yao, majukumu yao na wajibu wao katika nchi yao kwa makingo ya katiba, sheria na utaratibu wa nchi zetu. Na ndio nimekuja na baadhi ya document hapa. Na vile vile tumekuja na document ambayo inaonyesha wajibu wa viongozi wa dini kwa mwaka huu wa uchaguzi. Wanawaambia nini wananchi wao? Wanawaambia washiriki uchaguzi, na wanawaambia umuhimu na nafasi ya wananchi katika uchaguzi. Yote hiyo ni katika sehemu kubwa sana ya kulinda amani ya nchi yetu, ili tufike mahali tukapige kura vizuri na kuna maisha baada ya uchaguzi. Nasema hivyo. Katika miongozo, mfano umegusia, nimepata ile swali. Miongozo mliokuwa nayo, ushiriki wa viongozi wa dini kuyapokea ukoje? Kwa sababu kuna Tanzania haijafika labda. Kuna ujuaji pia. Edmund, nasoma wapi bwana? Gloria umesoma mambo ya kawaida sana. Lakini kuna vitu vya namna hiyo katika mapokeo. Upokeaji wao, kwa maana kwamba jamani mnawaamini, kuna elimu itakayotolewe, kuna kushiriki kauli zetu na nini. Mapokeo yao mnapokuwa mnakutana pakoje? Nimekuwa mwalimu wa viongozi wa dini muda mrefu kujifunza masuala yao ya haki, sheria, taratibu. Kama ulivyosema, kwanza viongozi wa dini ni wasomi. Au hauwezi kwenda pale mweupe kwa sababu wana PhD, wamesoma vizuri, elimu zao ziko tofauti. Lakini kama ulivyosema ni watu wanyenyekevu, wanasikiliza. Kwa hiyo ni namna kama tulivyosema, tunawafundisha kuanzia ngazi. Kwa hiyo tunaanza na ustazi ule wa chini kabisa. Mwinjilisti. Kwa hiyo wanafundishwa kwenye makundi kama hayo. Kwa hiyo wanapitishwa kwenye ile miongozo kama wafundishaji. Kwa hiyo na wanapewa nakala ya zile miongozo. Kwa hiyo wanashiriki, wanauliza maswali, wanakuuliza na nini, na pia ziko nyaraka ambazo zina mpaka reference ya miongozo ya dini kama Biblia na Qur'an. Kwamba kwa nini uchaguzi kwa mfano? Je, kuliwahi kuwa kuna mahali kwenye Qur'ani au kwenye Biblia ambako uchaguzi uliwahi kufanyika? Kwa nini ulifanyika? Watakwambia uchaguzi unaondoa mashindano. Na watakuonyesha vesi kwenye Qur'ani. Kwa hiyo hapa wana connect yale mafunzo ambayo unayofunza kwa kisheria, kwa taratibu za nchi, lakini wanayaangalia pia kwenye vitabu vyao vya imani na wanaweza kuelewa. Kwa hiyo
vingi wanafanya kutoka huko. Kwa hiyo tunawafundisha kuanzia ngazi ya chini kabisa, umoja wa wanawake, umoja wa vijana wa BAKWATA, wa teki, wa CCT, lakini unafundisha pia wainjilisti, maustazi wale wa kidogo wanaofundisha watoto. Kwa hiyo wanaenda kwenye ngazi mpaka tunapokuja kwenye ngazi kubwa. Lakini kama tunavyosema, kwa sababu miongozo hii inapitiwa na makatibu wakuu na maaskofu na mashehe wa mkoa kabla haujaweza kutumika, kwamba unafaa kutumika. Kwa hiyo ni vitu ambavyo wanakuwa wanavijua, inakuwa rahisi kuwafundishia. Labda nichangie kidogo. Mojawapo ya msingi wa uendeshaji wa shughuli za viongozi wa dini kama ambavyo inafanywa na Interfaith kwa miaka mingi, msingi mojawapo inaitwa approaches. Msingi mojawapo ni interfaith approach. Interfaith approach ni msingi ambao kazi yoyote tunayofanya, lolote tunalosema lina makingo ya maandiko matakatifu na mafundisho ya kiimani. Unajua, hakuna lolote duniani tunalofanya sasa hivi ambalo halijaanza na imani. Kumbuka historia wa Griki, historia wa Roma, historia ya kuja kwa secular state, zote zilianzia na msingi wa imani mbalimbali. Kwa imani ndio ilijenga secular state. People should know that. Kwa hiyo chochote tunachofanya tunaanza na scripture and theological reflections. Kama Gloria anavyosema, ili kupeleka mafunzo katika makundi mbalimbali, kila kitabu tunachotengeneza, mafunzo yetu yote na wale ambao tunawapeleka kwenye mafunzo, tunawatengenezea vitini ambavyo ndani mwake vinarejea mbalimbali za katiba ya Tanzania, kwa maana haki zao kwa mujibu wa katiba, sheria za Umoja wa Mataifa, na kwa mfano hii hapa ni ya Biblia takatifu, na Biblia inasemaje? Mathalan, eneo la haki ya mtu yeyote asiteswe, asiadhibiwe, asidharauliwe au kutendewa kinyama au kikatili. Inasemaje? Kwa mfano hii ni haki za mtu mmoja mmoja. Ndio kufundisha watu kuhusu haki zenu. Kwa mfano hii inapatikana kwa upande wa Kristo kwenye Luka sura ya 22 mstari wa 63, ambapo katika sheria za Umoja wa Mataifa inasema hivi: ni marufuku kwa mtu kuteswa, kuadhibiwa kinyama au kupewa adhabu zinazomtweza au kumdhalilisha mtu yote. So you see, whatever we are going to teach, tuna cover up na scripture na theological reflections. Hii inapelekea kwa kweli kwamba pana yake considerably mapokeo haya na mafunzo yetu yanapokewa kwa mikono miwili sana. Tena kuna mahali wanasema, tumetoka Singida juzi, wanasema is not enough, siku moja haitoshi, tunahitaji vitini zaidi. Tunafurahi sana mnapotupa vitini hivi, tunapoenda chini kwenye level ya kata, level ya misikiti yetu na makanisa yetu, kuwafundisha watu wetu kuhusu utunzaji wa amani na ushiriki katika maamuzi, tunakuwa na nyenzo. Na nyenzo hizi zinapitiwa na kupitishwa kihalali na vikao maalum kabisa kwa upande wa Kristo na upande wa Uislamu. Kwa ni nyenzo ambazo zina legitimacy, zina uhalali wa mafunzo. Kwa kweli mapokeo kwa ujumla ni mazuri sana. Mabishano kidogo yapo. Utapata ujuaji kidogo katika eneo fulani, lakini kwa sababu tumefundishwa vile vile, ndugu mtangazaji, jumuiya zetu za kidini zina wasomi sana. Vile vile tunafundishwa wakati gani uweze kuwa ukimya wenye hekima, na wakati gani unene kwa faida. Kwa ukiona ujuaji unakuja sana, basi unaomba hekima kidogo kupitia mafundisho na maelekezo ya dini zetu zinasemaje. Na tunawapa hizi viongozi wa dini, wanaenda wanazitumia ili kucontrol huo ujuaji, hiyo vibe inatokea mtaani, mavurugano, basi wakiwa na hichi kitini wanaweza kucontrol vijana wao na zile radicalism zinazotokea katika maeneo ya mtaani. Kwa vile vile vitini hivi ni muhimu ambao vinatengenezwa na viongozi hawa wa dini ambao wamechimba sana kuhusu elimu ya dunia, lakini vile vile na elimu ya dini. Ngoja nifanye scripture reflection. Karibu sana. Tuna kizazi cha sasa ambacho kina dalili ya ujuaji, na sitashangaa Bwana Edmund na Gloria mkaniambia mmeshakutana na watu ambao wamewambia ninyi mmeunga mkono jitihada. Yaani kwa sababu wanadhani ili nchi iende inakuwa inahitaji tu nginja. Utasema mambo ya amani, utafanya nini? Nasikia bwana Kachala Mbasali bwana. Unaongelea mambo ya amani wakati mimi sina umeme. Mimi niko umeme unaweza kututuliwa kwa amani mpaka mmoja apigwe mtama, nguvu jike, ndo tunaamini umeme unakuja. Reflection ni misali scripture reflection, nasema maandiko yanaonyesha tutakuwa na kizazi ambacho kina ujuaji, kina kizazi ambacho hakiwatii wazazi wao. Na kuna nyakati zimefika hata kiongozi wa dini anakosolewa
bila staha kwenye social media na sehemu zingine. Kuna nyakati mnawafundisha pia namna ya uliponesha hicho ukimya, ndio nimekumbuka. Ukimya wenye hekima. Kuna nyakati kuna watu ambao wanaamini kabisa bakwata bana. Shakula hela hapa kuja kutuambia bwana. Hawa CCT bwana. Hawa teki zamani bwana. Shida nini? Lakini kumbe kuna vitu chini underground vinaendelea. Kwa hiyo kuna wakati waumini wanaleta pressure kwao. Wanadhani wanataka kureact kwa namna fulani. Kumbe anasema mpeperusha sema na ukimya wenye hekima unapaswa wakati gani niongee kwa faida. Lakini wanaamini kwamba kila saa ni ubaya ubwela. Mnawafundishaje viongozi namna ya kurespond nyakati kama hizi ambazo zina pressure kwenye public, lakini naamini katika meza za mazungumzo na tunaamini katika ulimi wenye kujenga kuliko kuwasha moto. How do you handle it guys? Asante. Ni tatoa mfano rahisi kama tunavyosema. Sisi tunaamini kwenye haki. Ndio maana kama unaona vitini vyote vinaonyesha haki za kisheria zilizoko kwenye katiba, kwa mfano haki ya kuabudu na haki ya kushiriki kwenye nafasi. Kwa hiyo msingi wetu mkubwa uko kwenye haki. Na katika kujifunza zile haki kama tunavyosema, hakuna haki isiyokuwa na wajibu. Hata kama ni mtoto kwa mzazi wake anataka haki, anawajibika pia wa kuheshimu mzazi wake, wa kumtunza. Kwa hiyo haki ina wajibu. Kwa hiyo hakuna haki iliyoenda moja kwa moja. Ina wajibu. Kwa hiyo tunapowafundisha pia, cha kwanza kikubwa, tunamwambia haki zipo, lakini pia wajibu. Kwa usidai haki tu bila wewe kuwajibika. Na ukiweza kujifunza kwamba katika kudai haki zangu na wajibika pia, itakusaidia usiende extreme. Okay. Kwa hilo la kwanza. Lakini la pili, tunapoona mafundisho sasa kama ulivyosema, kizazi kipo, tumekilea, maana tusijiondoe, maana sisi ndio wazazi. Tumewalea watoto ambao kama ulivyosema, mazingira yao yamebadilika. Hali ya information ni kubwa. Na wakati mwingine misinformation pia ni kubwa. Okay? Kwa hiyo inategemea ameipata ile information kutoka wapi na ameiamini vipi. Na wewe una namna gani ya kuirudisha kwenye msingi ambao upo. Kwa hiyo hiyo hatuwezi kubisha. Kwa hiyo wapo ambao kama ulivyosema wanafanya yote haya. Na ndio maana hapo unakuja kwamba ni wakati gani wa kuchukua hatua na ni wakati gani wa kunyamaza kwanza uone wanaenda wapi. Sababu pia kuna kipindi inabidi unyamaze kwanza uone unaenda wapi. Lakini kuna kipindi cha kuchukua hatua. Kwa mfano kama unavyosema viongozi wa dini wanafuatilia kila kitu. Wanaangalia kwa sababu wako kuanzia chini. Na katika kuanzia chini wana information kwa sababu hata ikitokea njaa watu wanaenda kwanza msikitini kuomba chakula. Wanaenda kanisani kwanza kuomba chakula. Kwa hiyo wale wanakuwa na information za mwanzo kwa crisis yoyote itakayoweza kutokea. Sasa ni namna gani wanachukua? Kwa mfano wakati wa uchaguzi wa 2015 kulipotokea ulikuwa naitwa wapinzani walikuwa naitwa Ukawa. Yeah. Wakumbuka mgogoro ulikuwa mkubwa. Na viongozi wa dini walisaidia kwenye lile jambo. Kwa sababu tayari walikuwa wanasema tutafanya maandamano nchi nzima. Na wakati ule Rais marehemu Magufuli alishasema polisi andaeni vifaa vyote. Ni viongozi wa dini tu kama walivyosema sasa walichukua hatua kwamba sasa tulipofika either tunaenda kwenye vuruga amani na ni wajibu wetu sasa, ndio alichosema Mama Samia kwamba sasa muhakikishe pia mnaiangalia hiyo hali isifike na kuchukua hatua kabla haijaenda extreme. Kwa hiyo wanafuatilia katika kila ngazi na wanauangalia katika kila ngazi, na kama ulivyosema kuna nyakati wanasema hadharani. Kuna nyakati kama ulivyosema sio kwamba hawasemi, wanachukua hatua za mazungumzo na hamtaziona. Kwa sababu wanaamini hiyo ndio hekima. Watakana wakubwa katika vyombo mbalimbali, vyombo vya usalama, vyombo vya uchaguzi, serikali, na hamtayaona, wataongea lakini hatua zitachukuliwa. Kwa hiyo kuna nyakati wanasema kama ulivyosema kuna waraka na kuna nyakati hamna waraka lakini wamefanya kazi. Ni mfano wao wa kufanya tu kazi tofauti tofauti. Kuna wakati tulifanya mkutano, nitakuwa mfano mzuri sana. Viongozi wa dini makingo yao makubwa sana ni hekima. Hekima na utulivu pamoja na ukimya. Kuna wakati tulifanya mkutano hoteli moja hapa Dar es Salaam. Ulikuwa ni mkutano wa viongozi wa dini zote wenzetu kutoka Baraza la Ulama
baraza la maaskofu na wenzetu kutoka jumuiya ya Kikristo. Kwa hiyo kuna senior clerics. Tukapiga zile picha zikatembea kwenye mitandao kama sehemu tu ya kuhabarisha waumini wetu. Moja wapo ya comment ambazo zilikuja, angalia kizazi chetu sasa hivi. Wakasema Sheikh wetu bwana amejiunga na makafiri bwana. Amekaa meza moja na makafiri. Umeelewa bwana? Sasa mzee ndio umeshachukuliwa hivyo. Wanamwambia yule sheikh. Sasa nikasoma ile comment, screenshotia, nikamtumia sheikh ambaye ni bosi wangu. Akaniambia asante Edmund, hamna shida. Iko namna atamjibu. Baada ya muda akakaa akachukua jukumu lake la kumwelimisha yule kijana anaye comment kwamba umechukuliwa unakaa na makafiri, ufai tena sijui kuwa shehe na nini. Akakoti mafundisho ya Mtume, aya za Qurani na hadithi za Mtume kuhusu ushirikiano na watu wa dini mbalimbali. Akakoti kuja kwa imani ya Kikristo katika Mashariki ya Kati na hata dini ya Kikristo katika Tanzania hii, kutoka Zanzibar kuja Pwani. Zilipokewaje? Nani alikuwa wa kwanza kumpokea mwenzake? Wenzetu wa Kristo na Waislamu walikaa pamoja mpaka dini zote zikakuwa zimekaa kwa amani. Akamfundisha sana yule kijana. Na vijana wengine wakaja, bana wewe kumbe ulikuwa umekosea, unamsema shehe vibaya, angalia sasa jifunze bana, wewe hujui tu, ulikuwa hujui, umemshambulia, ulikuwa shida yako ni ukosefu wa maarifa. Kingine nitakupa mfano wa mwisho. Tulienda Moshi. Wakati tulikofanya kikao kubwa sana Moshi, kuna baadhi ya members wakalipuka kama ulivyosema wewe, kwamba tayari nyewe mmelambishwa, nyewe mnakuwa upande fulani, si vitu kama vile. Ndani ya ukumbi niliona hekima kubwa sana ya viongozi wa dini. Kwanza walimwacha kama sehemu ya haki. Walimwacha amalize kuongea, kwa sababu ni haki yake. Pili, wakachukua jukumu lao la kumelimisha tunachokifanya na maandiko yanasemaje, katiba yanasemaje, na uvumilivu wa kisiasa unasemaje wewe kama kijana wetu. Basi wakachukua jukumu lile, kijana baadaye kaelimishwa na wenzake wengi wakapata elimu. Kwa hiyo yes, zipo testi kama hizi. Iko milipuko kama hii ya kusemwa na kutengenezewa side, kupelekwa side. Lakini mimi naamini kiongozi wa dini au mashirika ya kidini ni watu wa mwisho kukata tamaa. Hawapaswi kukata tamaa. Juzi tuliona kashfa fulani inatembea, yule kiongozi nikakutana naye. Akaniambia, Edmund, Yesu Kristo alisulubiwa msalabani mpaka kufa. Kwani katika maandiko matakatifu kuna mahali Yesu alisema mkafungue kesi, mtafungua kesi? Yesu ndio alifunguliwa kesi, akaenda kasulubishwa bila makosa. Wacha waseme, mimi mafundisho yetu yanasema hivi, wacheni waseme, ni haki zao. Hatutalalamika, hatutajibu, kwa sababu ni haki yao, na kama ambavyo Yesu aliteswa mpaka kufa msalabani, acha na mimi niwe hivyo hivyo. You see my point? Kwa hiyo nataka uvumilivu sana, hekima ya jambo hili, ili kuachia wanao wenyewe waseme, watoe yaliyo kifuani mwao. Okay. Tunapotumisha mazungumzo yetu mwaka 2020, mwaka wa uchaguzi, viongozi wa dini, watu mbalimbali, wanasiasa, kila mtu anajiandaa, na wananchi kama ambavyo Gloria aligusia, watu wamejiboresha, madaktari au wapiga kura, kwa maana wakiwa tayari kwa ajili ya uchaguzi. Nini neno lako kwa mtu anayetazama asubuhi ya leo? Na Edmund pia utamalizia kwa kuzungumza neno lako kwa wananchi ambao utazama kufuatilia asubuhi ya leo. Kwa kweli mimi neno langu la mwisho ni kwamba wananchi wanatakiwa wajue ni haki yao kushiriki na ni wajibu wao kushiriki. Ukilalamika kwamba kiongozi wangu ni mbaya alafu hujashiriki, wewe utakuwa mnafiki. Kwa hiyo wewe nenda kashiriki ili uwe na nguvu ya kulalamika. Wengi tunakaa tunalalamika, lakini ukimuuliza anayelalamika, je, uliwahi kwenda kushiriki aidha kuomba nafasi mbalimbali au kupiga kura? Hajaenda. Na mwingine anasema mimi kura yangu haina maana. Kila kura ina maana. Na kama unavyosema, tunaondoa mashindano kwa kupiga kura. Kila mmoja ashiriki kwa namna yake. Washiriki nafasi mbalimbali zitakuwa wazi, nafasi za udiwani, nafasi za ubunge, nafasi ya urais. Kila aliye na nafasi na uwezo ashiriki. Na ashiriki pia kwenye kufuatilia kumbukumbu zake, apate kitambulisho cha mpiga kura ili aweze kushiriki. Lakini cha pili ni kufuatilia sera watakazoleta wagombea mbalimbali. Sababu wakati mwingine watu hawafuatilii hata huyu anaomba nafasi atatufanyia nini. Na wakati mwingine wamuulize kama alikuwepo amefanya nini. Je, wanafanya tathmini ya vile alivyovifanya? Kwa iwe ni ushiriki wa nafasi, lakini pia ushiriki wa kufuatilia zile sera na walivyofanya, kama anarudia. Je, aliyowaahidi? Kwa sababu pia tumekuwa na taifa la watu waongo.
anasema hivyo hivyo kila mwaka. Kila mwaka. Na ni lazima tuondoke sasa kutoka kwenye taifa la watu waongo. Tuseme vile ambavyo kweli vinaweza kufanyika na kutolea hesabu. Tunasema kila mmoja awe na uwezo wa kutolea hesabu ya lile jambo alilolisema. Asante ndugu mtangazaji. Mimi nijikite kwenye eneo muhimu sana ambalo limeleta mjadala kama sehemu yangu ya kuhitimisha. Mjadala mwaka huu. Jana katibu mkuu wa BAKWATA wakati wa dhifa ya Idi aliongelea, katibu mkuu wa BAKWATA Sheikh Mvuma. Aliomba serikali iangalie namna uchaguzi wa mwaka jana ulivyoendeshwa ule wa serikali za mitaa. Mojawapo ya vitu ambavyo ningewaomba wananchi ambao sasa hivi mimi naamini wanachanganyikiwa. Angalia ndugu mtangazaji, angalia political parties sasa hivi zina agenda yao. Zimekuja na no reform no election. Lakini tuko kwenye mwaka wa uchaguzi wa kikatiba. Na tena nataka nirudie, mwaka wa uchaguzi wa kikatiba. Huku political party mojawapo inasema kama hakuna reforms, hakuna election. Watu wanachanganyikiwa. Ni jukumu la viongozi wa dini sasa kuwaambia wananchi, waulize hao viongozi wa vyama vya kisiasa agenda yao ni nini, wana maana yao ni nini. Inawezekana kuna mahali kuna sauti inabidi isikilizwe, kama jana katibu wa BAKWATA alivyosema. Katibu mkuu wa BAKWATA alisema tunaiomba serikali iangalie dosari zilizojitokeza na uchaguzi katika uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka jana. Vyama vyetu vitatu hivi vya Interfaith vilifanya study kubwa sana inaitwa Comparative Analysis of Electoral Management Bodies in Tanzania, Kenya and South Africa. Hitaji la mabadiliko ya kuboresha uendeshaji wa upiga kura katika nchi yetu halijakamilika. Inawezekana kuna mahali tunaweza tukafanya. Nimeangalia majadiliano, inawezekana is a question of time. Je, muda unatutosha wa kufanya mabadiliko? Lakini sio kwamba hakuna haja ya mabadiliko. Sisi kama viongozi wa dini hatukurudi nyuma. Tulifanya study. Paka tulikwenda Ghana, South Africa, Ethiopia, Kenya na Tanzania kuangalia hizi taasisi zinazo run election, tunaita sasa hivi Independent Election Body ya Tanzania. Bado kuna vitu ambavyo inabidi tuviangalie ili kuboresha hali ya upigaji kura nchini. Na sisi kama viongozi wa dini hatujakaa nyuma, tumefanya study. Serikali inaweza kaja kakaa na sisi kuona study yetu inaonyesha nini. Kwa mfano kuna maeneo madogo sana siku ya upigaji kura. Eneo la kupiga kura, Gloria ni mwanasheria huyo wa mahakama kuu. Eneo la upigaji kura, sanduku tunaliona. Kibanda cha kupiga kura liko wazi. Uhesabuji wa kura unafanyika wapi? Wananchi wetu wanapenda kupata majibu kama hayo, ili tusiwape nafasi wanasiasa wakatuvuruga. Tukumbuke vyama vya kisiasa viko kikatiba na vyenyewe. Na vyenyewe vina uhuru wa kuchagua agenda ya uchaguzi. Chadema wamechagua agenda ya uchaguzi kwamba kama hakuna reform, hakuna election. Fine. Lakini sisi tuko mwaka wa election. Wananchi lazima wapige kura. Huu ni mwaka lazima tupige kura. Kwa hiyo kuna haja ya serikali na vyama vya siasa na viongozi wa dini wakae waulize Chadema, kwa nini mnachanganya wananchi? Tukiwauliza, je, mnagomea uchaguzi? Wanasema uchaguzi tugomee. Lakini kama hamna reform, hamna election. Huku wananchi wanaambiwa wakajiandikisha. Tukapige kura, na kweli constitutionally tuko kwenye mwaka wa uchaguzi. Tunafanya nini? Hivyo basi mimi nadhani tukikaa kama katikati kuna mambo ya kufanywa kazi kweli. Yapo. Kwa kila mmoja asikaze sana shingo. Kuna haja ya mazungumzo. Kuna vitu vya kuboresha vidogo. Kama muda hautoshi basi waambizane katika vyumba vilivyofungwa. Tena hata hekima inasema wakutanapo wenye hekima wanakutana katika vyumba vilivyofungwa na kufanya maamuzi yao katika no camera, no nothing. Wanaondoka katika hekima, wanakwenda kutekeleza yale ambayo wamekubaliana. Kama issue ya time ipo, basi wakakubaliana katika hekima. Wananchi wetu wasichanganyikiwe. Waumini wetu, tena nimesema waumini, wote ni waumini hawa. Wananchi wana haki ya katiba kupiga kura mwaka huu, watapiga. Wanaojiandikisha watapiga. Huyu anayesema hakuna reform, kama hamna reform, hamna election, naye inabidi tumuelewe ana maana gani. Kwa mimi kwa ufupi nasema kuna haja ya sisi kama viongozi wa dini kuwakalisha hao watatu. Kweli nimeona baadhi ya maombi wametu approach kwa ajili ya kuongea. Serikali itakapofika muda na viongozi wa dini na vyama vya siasa tukae meza moja. Hebu tuangaliane usoni katika haki kabisa. Unawaambia nini wananchi? Tuangalie, tufike mahali tusiwabeze kabisa eti kwamba hawana hoja. Hoja ipo, hata sisi tumefanya research. Comparative analysis. Yeah, hoja ipo. Umeelewa? Kwa hiyo serikali nayo ina hoja yake, issue time. Bunge linavunjwa mwezi wa 6. Umeelewa? Je, sangapi tunafanya hizo reforms?
kesho kutwa bunge linaanza. Kwa hiyo kila mmoja kae mezani tuone tunafanya nini. Hiyo nadhani ndio conclusion yangu, ndugu mtangazaji. Asante sana. Nimefurahi sana Edmund pamoja na Gloria kwa pamoja na sisi siku ya leo. Ni mazungumzo yenye afya na nadhani hii sio mwisho kwa ajili ya kuja kuzungumza na kutoa elimu kwa Watanzania na watu tofauti tofauti, bali na viongozi wa dini. Na kuna wengine ambao wao wanaenda kwa nyumba za ibada lakini wanakuwa na usingizi, kwa mambo mengi wanakuwa hawaelewi. Lakini wakati wa asubuhi na mimi wanakuwa wako fresh, kupata nafasi ya kuzungumza ili kuweza kupata maarifa pia kwa watu wanaoendea viongozi wa dini na wale ambao mnawafikia live kupitia TV siku ya leo. Hii ni Clouds 360 na sasa ni muda kama kawaida, ni muda wa kwenda kufunga shule, kwenda kwenye Idi. Watu ambao hawajapata mwaliko mpaka sasa wa kwenda kula ubwabwa wa Idi, PJ amesema yeye ubwabwa wake upo msibani. Na mimi pia naelekea msibani. Kwa hiyo chakula cha msiba leo kitakuwa ndio ubwabwa wa Idi. Nikutakia siku njema na kutimiza siku yako ya pili ya maadhimisho ya siku ya Eid. Nikutakie pia mwendelezo mwema wa kutazama vipindi vile vya Clouds TV siku ya leo. Tukutane tena kesho muda ule ule na saa ile ile. Asante sana Masee Kitabu MK, asante sana Paul James, asante sana Ezra Kaya, asante sana pia Jose mwana hapa kwa kuwa pamoja na sisi. Kija pamoja na James Turupa, wao wanakula sikukuu. Good morning.